Siko hapa kuweka uoga, niko hapa kukuchanua na niko hapa kufungua macho. Kwa nyumba ambaye kenye umetoka ama uliona iko na sexual harassment, hizi story na raping na story pia na usagaji. Maanake tukiongelea mambo za usagaji, watu wengine wanakuwa ni kama wamelala, wako zile za hata Saudi pia iko, iko. Hata bangi iko, hata pombe, kila kitu ambacho kenye utataka iko. Everything iko. Kwani Waarabu wanafanya wako. Yaani mabosi wetu wako. Ziko hizo vitu. Ni connection tu na wanaletewa ziko. So, ukiwa place ambayo you are being harassment, sexually harassment. Hizi story na raping, story na usagaji. Maanake kuna hawa Waiguru pia wanataka wanaforce wafanyikazi. Ukikuona uko vizuri, vizuri, shepu nzuri, kuna venye. Anataka umsaidie ile seka na wewe maybe utaki. Maanake kuambia watu no inakuwa ni kana kwamba umefungua page ya chuki na kishetani na roho mbaya. Na saa zingine mpaka wanakumistreat ile vibaya kabisa. So, ukiwa umeona vitu kama hizi, mara ya kwanza umewakataza wasikii, ya pili umewakataza wasikii. Mama, sasa ni wewe na akili yako mwenyewe, you play smart. Ukianza story na kasirika hapa, sijui unapeleka ofisini, sijui unataka ofisi waongee, wanaongea nini? Wanaongea nini na wewe ndio unaumia? Hapa ni ukipeleka ofisini, na most of the time ukipatana na watu kama au sexual harassment na hizi raping na nini, ni rare sana ukupeleke ofisi. Ni rare because wanajua utatoboa siri ya pale kwao. Na ukifaidika upeleke ofisini, usiwahi angalia nyuma. Na kama kuna hizo cases pia, afadhali hata useme tu utaki kazi. Lakini story na kuanza kuweka attitude, ati unagoma unaweka attitude, alafu unasema ati mimi sitaki kazi kwa sababu bwana yako huwa ananishikashika, ama sijui bwana yako huwa ananisumbua, ama sijui what, watajua hapa utaenda na utoe siri zao nje. So wataendelea tu kukufungia pale. Place kama hii, you really need to be very careful. Wengine mpaka wanataka evidence, au maagent wakitaka kukusaidia wanataka evidence. Na hizi evidence mkiwa nazo, acheni kushinda mmetumatuma kwa magroups kule mahali penye mnakuanga kwa magroups kule. Unatumia huu. Tafuta mtu mmoja ambaye mwenye utatrust. Unajua tu na uidelete, utume na uidelete time mwenye utahitaji ndio watakutumia, because ukikaa naye pale waipate pia naye itakuletea shida. Watasema uliwarekodi ama ulikuwa unajaribu kufanya sex tape na bwana yake ama na mtoto wake kijana, utageuziwa. So you really need to be very smart kwa hizi nyumba. Kitu ya kwanza nimesema, kiumana na utaki kuzungumza, unaona hapa umezungumza, ama unaona tu hii nikizungumza nitaamsha malimwengu mzima na hapa ndio mwisho wangu, ukusidhani kama nitatoka. Kuna vitu zingine si za kuzungumza. Let me tell you guys. Kuna vitu zingine ni wewe mwenyewe unajitoa polepole. You find a way na unajitoa polepole. Juu unajua hapa ukizungumza utageuziwa. Torokea msikitini. Ukipatikana kule kesi mbele. Tafuta msikitini, toka polepole, enda kwa msikiti. Ama siku zote wanasema ukikuja huku kwa ofisi mahali penye ulikuwa, chukua location, maanake si huwa tunakuwa marafiki kwa magroups. Mwenye ako na simu, wengine maybe mkuja na simu, lakini mwenye ako na simu, chukua location ya hapo kwa ofisi. Alafu yule atakutumia ukipata WhatsApp. Namba yake si utakuwa umeandika kwa kitabu. Ukifika huku ukichukua nini location, utapata taxi maybe kupeleke wapi, unasema unakuwa. Na hii inataka watu ambao wenye wako na confident. Ukiwa na uoga huwezi panda taxi na ukajipeleka ofisi. Ama ukipeleka ukifika ofisini kama wao wakupeleke juu umekataa kazi, zingine wanashangaa mbona umekataa kazi, unaelewa? Kwa sababu haujai waelezea what's going on. Lakini kama umewaelezea what's going on, ni ngumu sana kutoa pale. Lakini kama hujawaelezea what's going on, of course they will have to call the office wajue what is going on. Usisemee hiyo kitu hapo. Hiyo si kitu kama mshahara utasema wamekataa kunilipa. No, that is a very sensitive thing. Afadhali tu kata useme hapana, mimi sitaki kazi.
mniregeshe ofisini. Don't talk, imba tu ikuwe wimbo, sitaki kazi. Ukishafika ofisini mama, usijaribu kuingizwa box hata ukiwa pale kwa hiyo nyumba, because wanakuanga hivyo. Hata watakuongeza mshahara. Mara time ambayo Kenya umegoma, most of the time unapata wanakuletea gifts, unapata wanakupatia pesa zenye hazina miguu na mikono, unapata hata sasa hiyo wanakuuliza unataka nini, unapata, because they want to win you so that you can come back ufanye kazi. Hiyo nyumba usiwahi rudi, afadhali uende ubadilishiwe nyumba. Lakini kurudi maeneo pale usirudi. Wengine wetu tunateseka kwa sababu gani? Tuliona red flags kwa hizo nyumba. Nimesema kuna zingine za kuongea. Unaweza enda uambie kijana, wewe mimi sitaki mchezo yako. Na kuna wengine huwezi ongea. Ukiongea mama wako pamoja na kijana, ama baba wako pamoja na kijana, unageukwa. Hapo unataka kuniambia utaongea siku nyingine? You will not talk. Now it's between you and your God na akili zako. Kuna places huwezi ongea ile kitu ambacho Kenya unapitia, because ukiongea wote wako kifamilia hivi kimoja, watakugeuzia. So the best thing, you play smart. Toka hata kama ni kutupa takataka, beba simu yako. That's why I always say, simu kuwa nayo. Hizi nyumba si za kuachacha simu chini, especially kama hujaninio. Tukue wajanja, tusilalie tu masikio. Anything kama hiyo sensitive, wacha kutumatuma video kwa magroup kama wapi. Wataipata kule, na wakiipata watajua ni wewe ndio umeituma. Utaletewa tena shida, because vitu kwa mtandao mnaona mpaka hao wanaonanga video zetu. Tukichapa, tukifanya nini kule wanaona, na unapata wanakuja na kuuliza, hada Afrika hada. Sasa hebu wewe niambie video kama hiyo yako kama itawafikia. Najua venye hao watu, hata kama utafika Kenya, kukutafuta ni rahisi. Na venye Wakenya wetu wanapenda pesa. Wanaweza hata kuia huko nyumbani. Si lazima wakuie hapa, kule nyumbani. Don't joke with Mwarabu. Huku ni kuplay smart. Ukipatikana na shida hizo zenye nimeongelelea sensitive, usijaribu kurudi kwa hiyo nyumba. Enda badilisha nyumba, lakini kurudi pale usijaribu kurudi kwa hiyo nyumba. And again, sometimes ukienda kubadilisha nyumba, inakuanga ni story na familia. Unaweza pata maybe ni familia. That's why I always say, jifunze kujiongea. Hao watu wanakuanga familia. So jifunze kujiongea. Kuna mwenye alikuwa na undergo that ninio, na akapata tena ni dada yake, boss wake, sasa akaenda kwa dada yake. But that time ilikuwa ni wakati wa corona, so kuko kunachukuliwa watu. Unaelewa? But sasa yeye hakuwa anajua kama ni dada ya, hakuwa iona bwana ya dada ya madamu. Sasa yeye ndiye alimkujia. But ilikuwa ni kwa nyumba nyingine. But yeye akafanya hivi kwa sababu aliona maybe anaweza bebwa na gari na akapelekwa kule na akatoroka, because ilikuwa tu a lot of red flags. So vitu kama hizo ukishindwa kuninio, tafadhali huku tukue tu macho. Huku ni kukua gangari. Usijiambie ati mimi nataka kumaliza tu 2 years yangu, ni yeye wa kwanza watu ambao wenye una deal na wao. Ndio ili ukijipatia hiyo moyo, unataka kumaliza 2 years yako uende, at least you know what kind of boss that you're dealing with. It's very important. Siku zote kuwa macho, okay? Kuwa macho. Hapa, kuwa macho. Usilalie masikio. Yes. That's why usema, usione Waarabu ni wazuri tu, lalia masikio. Yes. Kuwa macho. Thank you.